Kwa jina naitwa Juma Limbanga, ni mzee wa Simba Sports Club mwandamizi. Sisi katika Simba yetu huwa tunatokea kwa nadra sana. Kwa nadra sana. Jumbe wa katiba ameongelea vitu vingi sana ambavyo vinatija ya kutuamsha sisi sasa, na sisi kama wazee tuwaagize vijana wetu kule mbele, kwa yoyote aliyelala, kwa yoyote ambaye alikuwa anaona mwenzangu atafanya, sasa kila mmoja ashike nafasi yake, aitendee haki kama alivyoaminiwa. Klabu ya Simba ikiwa kama haya tunayoyazungumzia na haya tunayoyasikia na ndivyo hilivyo, basi itakuwa ni maajabu klabu ya Simba kuwepo katika 10 bora na tukaendelea kuipigania. Nikinukuu kauli ya mwenyekiti wetu wa bodi ambaye ni rais wetu wa heshima, anasema Simba anataka aipeleke kwenye nafasi ya kugombana namba 1 barani Afrika. Lakini kwa msingi huu ambao mjumbe wa katiba hapa amejaribu kuuelezea kwa mapana na kumshauri na kumuomba aingie katikati aone anacheza ngoma gani, nafikiri yeye mwenyewe huko aliko anatakiwa atambue kwa msingi huu hatuwezi kushindana na National Ahli, hatuwezi kushindana hata na Esperance. Ni vyema mapema kabisa wale washauri aliowachagua yeye kwa mujibu wa katiba, wale 20 walitakiwa waingie kati, watambue hii sintofahamu inakwisha mara moja, kwa sababu wakati huu sio rafiki tena. Huu sio wakati rafiki tena kunyosheana vidole. Huu ni wakati wa kuiandaa timu kwenda kushindana na vigogo kule barani Afrika. Lengo ndio hilo. Tunahitaji tupate ile nafasi ya kwenda kule FIFA Club. Sasa tunapataje hiyo nafasi wakati huku chini tushaanza joto? Na kwenye mitandao kila kukicha inazungumziwa Simba katika sura ngumu, utafikiri imechukua kombe, lakini kumbe inazungumziwa katika sura ya uchochezi. Sasa mimi niwaombe wale wajumbe walioteuliwa na mwenyekiti wetu wa bodi ambaye ni rais wa heshima, wakae chini na wao waingie kati. Kama hawatopata suluhu ya jambo hili, kama vile alivyogusa mjumbe wa katiba kwamba mwenyekiti wa Simba Sports Club Mheshimiwa Murtaza Mangungu na mwenyekiti wa bodi wanaongea kwa tabu, na ikiwezekana inaona kuna viashiria ambavyo unaweza kumuunga mtu mkono japo anachochea. Kwa maana mwenyekiti wa bodi unapokuwa umuoni kwenye tukio zito la mtani wetu anaekewa kombe hadharani ili aende akalichukue mbele yetu, ni tukio kubwa sana. Kwanza mimi katika kumbukumbu zangu ninavyokumbuka, Yanga hii ni mara yake ya kwanza kuchukua kombe mbele ya uso wa Simba. Huko tulikotoka kote alikuwa achukui. Yeye atatufunga tu maeneo mengine, lakini kombe lile pale hachukui. Nakumbuka mwaka 73. Mwaka 73 Yanga alifungwa goli 1. Toka kipindi hicho sijashuhudia Yanga anachukua kombe mbele ya macho ya Simba. Lakini mwaka huu kachukua. Kibaya zaidi katufunga back to back mara 5. Sasa hii inaonekana bodi washtuke, sio wajifiche kwenye kichaka cha kumdondoshea Mangungu. Hii back to back mara 5 na anakuja kuchukua kombe mbele ya macho yetu. Bodi walitakiwa wasinyosheane vidole, waitane na washirikiane na Mangungu na mwenyekiti wetu wa bodi ya ligi, bodi ya Simba, wakae chini. Sio wakati tena wa kunyosheana vidole. Sisi wazee tumekuwa tunatokeza mara kwa mara kwa sababu ya, lakini sasa kwa hili tunawashauri, tunawaomba kabla hatujaharibikiwa. Muda bado tunao, weledi tunao, uwezo tunao, tukae chini tuitengeneze timu kama vile anavyosema kocha wetu anaitengeneza timu. Sisi tuna sababu gani ya kunyosheana vidole? Hatuna sababu ya kunyosheana vidole.
Kwa hiyo ningependa nimshauri mwenyekiti wa bodi ya Simba Sports Club, pia Murtaza Ali Mangungu, na hawa ambao ni bodi ya washauri, hawa ni washauri waliochaguliwa na mwenyekiti wa bodi, waitane wakae pamoja. Kama watashindwa, basi kuna sababu za kumuomba Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan, kwa maana jambo hili analiweza. Kama huko tulikotokea kuna watu walisema hatuchezi ng'o na fulana wakachapisha. Sisi tulitokeza mbele yenu waandishi wa habari, tunawaambia watani zetu, njooni. Kufungana ndio vitu vya kawaida. Leo mnatufunga sisi, kesho mtafungwa nyie. Hatimaye wamebadilisha maneno yao, wamekuja. Angalia Mungu alivyowaajabu. Waliokuwa wanaogopa ndio wamepata matokeo. Na wao walikuwa wanaogopa, walikuwa wanajua hatujawahi kuchukua kombe mbele ya mtani wetu. Hiyo ndio ilikuwa inawatia oga. Lakini wamepata. Sasa sisi tuna tatizo gani? Mimi niwaombe Murtaza Ali Mangungu, mnanisikia? Bodi ya ligi, bodi ya Simba Sports Club, mnanisikia? Pamoja na mwenyekiti wetu na ile bodi iliyochaguliwa kwa ajili ya ushauri, naomba mkae pamoja. Kama mkishindwa kukaa pamoja, maana yake kuna kitu nyinyi mtakuwa nacho, na hii itakuwa sio slogan ya Simba nguvu moja. Sisi huku tuko hoi chini huku, viongozi wa matawi, wanachama, wapenzi, mbona tunakaa pamoja na tunasubutu kutoa vyetu kwa ajili ya kuipambania Simba yetu? Sasa vipi leo bodi mtafautiane wakati nyinyi kule mko kivulini? Mimi siamini, lakini nitakuwa mtu wa mwisho kuamini kama bodi ni chombo kinachoweza kufanya maamuzi ya hovyo kwa kuto kushirikiana na wanachama. Na kama wanamsusia Mangungu, maana yake wanamsusia wanachama. Hapo watakuwa wamekwenda tofauti na katiba. Ndugu zangu, na nyinyi wanahabari, muwe watu wenye kulifata jambo kwa njia ya kujenga, si kwa njia ya kulichochea. Nasema hivyo nikiwa na maana. Siku kama 3 au 4 wanahabari walikuja pale Mwembe Yanga, wakamuoji mtu mmoja ambaye zamani alikuwa ni mwenyekiti wa Chui. Huyu alikuwa mwenyekiti wa Chui. Akawaoji watu pale ambao wana nasaba na Simba, na yeye ni mwana Simba mwenzetu, lakini kwa maajabu yeye amelipuka tu, Mangungu tuachie timu yetu, Mangungu tuachie timu yetu. Kwa kweli nilipoona ile clip nilisikitika sana. Sio wakati wake huu. Kama wewe mwana michezo unatakiwa utafakari, ufikiri. Imekuwaje? Simba hii tunafungwa mara 5. Imekuwaje? Mimi ninavyojua dabi, hata mkiwa wabovu, lakini ile passion, morality, mtani wako hawezi akakugaragaza mara 5. Alafu hiyo mara ya 5 kombe uwanjani. Bodi tunaiomba, jengeni msimamo wa pamoja, mtoke na neno moja. Sisi kama wazee tuna utayari wa kuyapokea yale ambayo nyinyi mtakubaliana. Simba nguvu moja. Mimi sina mengi zaidi. Nimefilisiwa na mtangulizi aliyetangulia hapa ambaye ni mjumbe wa kamati yetu. Waandishi, wanahabari na Simba wenzangu, tuna kila sababu za kumuombea dua kiongozi wetu Mheshimiwa Mangungu, maana yuko katikati ya mtihani. Kule kwenye bodi mchuzi wa moto, na huku wanachama hawaelewi. Sasa tunapaswa wanahabari tuliendee jambo kwa msingi wa kuijenga Simba Sports Club. Maana Simba ilipokuwa ya 5 barani Afrika, hii ni sifa pekee. Katika Afrika Mashariki hakuna timu mpaka hivi sasa ipo kwenye 10 bora, na tunatarajia tujipange mwakani tusogee kwenye 4 bora ili kule dunia itambue kuna Tanzania imewakilishwa na klabu fulani. Naomba na nyinyi wanahabari muwe na maumivu hayo. Simba